Watu wawili ambao ni rahisi kuwasaidia. Watu wawili ambao ni rahisi kuwasaidia. Watu wawili ambao ni rahisi kuwasaidia. Hayo ndio mafundisho ambayo tutakwenda kujifunza leo. Roho Mtakatifu akufundishe kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyike baraka kwako, yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Katika maisha sio kwamba watu wote unaweza kuwasaidia. Watu ambao ni rahisi kuwasaidia, lakini kuna watu ambao ni vigumu sana kuwasaidia. Ni vigumu sana kuwasaidia. Na ndio maana watu waliofanikiwa ni wachache sana. Huwezi kumsaidia kila mtu. Kuna sifa za watu ambao ni rahisi kuwasaidia, ambazo watu wengine wamezikosa hizo sifa. Si kila mtu kwenye maisha unaweza kumsaidia, si kila mtu unaweza kumsaidia. Kuna watu wengine kujaribu kuwasaidia ni kupoteza muda. Ni kupoteza muda. Na usipoteze muda kutaka kuwasaidia watu ambao kabisa hauwezi kusaidia. Wewe ni nani? Kwa sababu hata Mungu mwenyewe tunaposoma kwenye Mithali kwenye Warumi 1:18, maandiko yanasema kama walivyomkataa Mungu kwenye fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wewe ni nani ambao unafikiri kwamba unaweza kumsaidia kila mtu? Wewe ni nani ambao unafikiri kwamba unaweza ukambadilisha kila mtu? Huwezi kumsaidia kila mtu. Huwezi kumbadilisha kila mtu. Warumi 1:28 maandiko yanasema kama walivyomkataa Mungu katika fahamu zao, kama waliweza kumkataa Mungu kwenye fahamu zao, wewe ni nani ambao unafikiri kwamba unaweza kukubalika na kila mtu? Si watu wote unaweza kuwasaidia. Kuna watu wengine kupoteza muda wako kutaka kuwasaidia kwa sababu hawawezi kubadilika. Sema walimkataa Mungu katika fahamu zao. Nini Mungu alichokifanya? Aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Wayafanye yasiyowapasa. Wayafanye yasiyowapasa. Wayafanye yasiyowapasa. Wako watu wawili ambao tutakwenda kujifunza leo ambao ni rahisi sana kuwasaidia. Ni rahisi sana kuwasaidia. Ilikuwa ni ngumu sana kwa Yesu kuwasaidia Mafarisayo. Ndio maana Yesu alimalizia tu kwa kusema ole Mafarisayo, ole Masadukayo, ole waandishi. Nyinyi ni kama makaburi ambayo yamepakwa rangi, lakini ndani yamejaa mifupa. Na aliita Mafarisayo kwamba ni uzao wa majoka. Waliitwa Mafarisayo, waliitwa ni uzao wa majoka. Ni uzao wa majoka. Na mpaka wakati mwingine aliwaonya watu wengine kama kwamba mambo wanaowaambia Mafarisayo mnafanya, lakini kwa mfano matendo yao msiyafanye. Maana wao yale wanayosema hawayatendi. Hawatendi. Mafarisayo hawakuwa tayari, ilikuwa ni ngumu sana kwa Yesu kuwasaidia. Kuwasaidia. Kwa sababu walikuwa wameshajiprogram kwenye ufahamu wao kiasi kwamba wanachokiamini hawako tayari kuamini kitu kingine tofauti. Wakafikiri kwamba wanafahamu maandiko jinsi yanavyotakiwa. Na Yesu akasema kwamba mnapotea kwa sababu ya kutoyafahamu maandiko. Lakini mwenyewe kwa vipimo vyao walikuwa wanaona kwamba wanafahamu maandiko. Wanafahamu maandiko. Walikuwa wanamwamini Musa na manabii. Na Yesu akamwambia kwamba huyo Musa ambaye mnamwamini, huyo Musa ambaye mnamwamini na hao manabii ambao mnawaamini waliandika habari zangu. Waliandika habari zangu. Sasa kama hao waliandika habari zangu, je, si jukumu lenu sasa kuniamini mimi ambaye waliandika habari zake? Sasa mimi ambaye waliandika habari zake nimekuja, lakini Mafarisayo hawakuwa tayari. Na Yesu alikuwa hana la kufanya. Kuna watu wengine ambao hakuna jambo lolote ambalo unaweza kufanya kwenye maisha yao. Ni kupoteza muda, kuendelea kufikiri kwamba unaweza kuwasaidia, ni kupoteza muda. Mind your own business. Mind your own business, kwa sababu kuna watu ambao hutaweza kuwabadilisha. Kuna watu ambao hutaweza kubadilisha. Kwa watu wawili ambao ni rahisi kuwabadilisha. Mtu wa kwanza ambao ni rahisi kumbadilisha ni mtu ambaye yuko tayari kubadilika. Ni mtu ambaye yuko tayari kubadilika. Kuna watu wengine ambao hawako tayari kubadilika. Kuna watu wengine ambao hawako tayari kubadilika.
Kuna watu wengine ambao wako tayari kubadilika. Mtu ambaye hayuko tayari kubadilika ni vigumu sana kumsaidia, hautaweza kumsaidia. Maana hata kama ukiongea naye itakuwa ni kama kumpigia mbuzi gitaa. Hataweza kucheza. Zaidi atakachotokea atakuchukia. Na ndio maana watu wengine hata makanisani, ukigusa tabia ambayo yeye amekwisha ihalalisha, hayuko tayari kuiacha, ataanza kukuona wewe ni mbaya, ataanza wewe kukuchukia. Mtu kama huyu sio rahisi kumsaidia. Watu ambao wako tayari kubadilika, mtu ambaye yuko tayari kubadilika, huyu ni rahisi kumsaidia. Kuna watu ambao ni walevi, kuna watu ambao ni wavuta sigara, lakini wanachukia sigara, wanatamani kuacha sigara. Kuna watu ambao wanakunywa pombe kupindukia, wanatamani kuacha pombe. Kuna watu ambao kuna dhambi ya uasherati au uzinzi na wasumbua, wanatamani kuacha. Hao ni rahisi kuwasaidia. Lakini mtu ambaye amekwisha halalisha tabia hiyo alionayo, tabia ambayo ni chukizo mbele za Mungu, amekwisha ihalalisha, hata kama ukiongea naye hataweza kubadilika. Ni kupoteza muda. Mtu ambaye ni rahisi kumsaidia ni mtu ambaye yuko tayari kubadilika. Mtu ambaye unaweza kumsaidia kuondoka kwenye kifungo cha dhambi yote ile ni mtu ambaye yuko tayari kuiacha dhambi. Kama mtu hayupo tayari kuiacha dhambi, huwezi kumsaidia. Kama mtu hayuko tayari kuacha uzinzi, huwezi kumsaidia. Kama mtu hayuko tayari kuacha uasherati, huwezi kumsaidia. Kama mtu hayuko tayari kuacha ulevi, huwezi kumsaidia. Kama mtu hayuko tayari kuacha kuvuta sigara, huwezi kumsaidia. Huwezi kumsaidia. Mtu ambaye ni rahisi kumbadilisha ni yule mtu ambaye yuko tayari kubadilika. Kama mtu hayuko tayari kubadilika, huwezi kumsaidia. Mungu mwenyewe anatamani watu wote waokoke, lakini huwezi kukulazimisha uokoke. Musa akamwambia, mbele yako leo naishuhudia mbingu na nchi, kwa mbele yako nimeweka laana na baraka. Chagua uzima, chagua baraka. Hawezi kukulazimisha wewe uchague chochote. No, Mungu atakupa ushauri. Na neno la Mungu lina taarifa za kutosha ambazo zinatuwezesha sisi kufanya maamuzi sahihi. Watu wawili ambao ni rahisi kuwasaidia. Mtu wa kwanza ni yule ambaye yuko tayari kubadilika. Mtu ambaye hayuko tayari kubadilika hautaweza kumsaidia. Na hata Mungu mwenyewe hataweza kumsaidia. Na ndio maana kwenye Warumi 1:28 anasema, kama walivyomkataa Mungu kwenye ufahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao siyofaa, wakafanya yasiyowapasa. Walikataa, aliwaacha wafanye wanavyotaka. Lakini mtu wa pili ambaye ni rahisi kumsaidia ni mtu ambaye yuko tayari kujifunza mambo mapya. Mtu ambaye yuko tayari kujifunza mambo mapya. Mtu ambaye hayuko tayari kujifunza mambo mapya sio rahisi sio rahisi kumsaidia. Andiko anasema kwamba Mafarisayo walikuwa wanapotea kwa sababu ya mapokeo. Mafarisayo hawakuwa tayari kupokea mambo mapya, na kwa sababu hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa kuwasaidia. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, kama unatamani kupata msaada, uwe tayari kubadilika, lakini pia uwe tayari kujifunza mambo mapya. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.